katika masuala ya kawaida basi ni ambao Mwenyezi amewabariki Vicenti, hongereni, na si wengine tunaomba tupate na hizo senti. Mnapeleka watoto wenu boarding, jambo jema. Boarding na wafanye chochote, ndio maana mnalipa hela nyingi. Kwa hiyo mtoto akirudi nyumbani na wewe baba unaenda na mama hapo, lakini sio kina mama. Mnaendeleza hapo. Mtoto huyu msimpe kazi. Mwacha cheze, atazame cartoons nini. Mwisho wa siku unatengenezea bomu kabisa. Mtoto hovyo. Sababu hawezi kufanya chochote, hata kuweka ndani hawezi kufua. Mtoto huyo kweli. Utakapokuwa haupo tena mtoto wa namna hiyo ni mtoto tena, anauliza. Hatuweki msingi sahihi ya watoto. Kuna jambo nilisema na nitarudia. Niliomba sana wazazi msiwanunulie watoto simu. Acha aje kununua mwenyewe. Sasa unaona fahari, mtoto wangu aonekane kwamba mimi tajiri, lazima nimpe simu bwana. iPhone ya the latest in the market. Shuleni akienda kule anaficha mwalimu asione. Baadaye anakuwa anapigia marafiki zake huko. Mtoto anaharibika, anasema, "Ni walimu mnamharibu mtoto." Kumbe wewe ndio chanzo cha mtoto kuharibika. Tafadhali sana wazazi. Naomba vijisendi vyako hivyo kama una kazi navyo leta kanisani tukajenge ile nyumba ya mapadri. Serious. Kabisa. Kwa hiyo tafadhali katika malezi. Halafu wapendwa, na wale ambao wameshakuwa wakubwa, hata kama mtoto wako ameshaanza kazi, sije amenunua gari chake, sije kafanya nini, kakuzidi elimu, mtoto hakui kwa mlezi. Mtoto akirudi nyumbani lazima, au hata kama hajarudi nyumbani, ukisikia huko aliko anachemsha, analitabia la hovyo, au amechukua tu anadai ana mke lakini hajabariki ndoa, mwite, mwambie mimi baba yako nakataa namna yako kuishi, kabariki ndoa. Ndio lazima umsindikize mtoto katika hatua zote. Mwezi kumwiga nani? Trump pamoja na ukorofi wake. Kijana wake wa mwisho huyo na miaka 20 na kitu kidogo, ameamua kumlea peke yake. Anahakikisha anakwenda kanisani, anahakikisha hajichorichori matatu ya kipumbavu, na anahakikisha na discipline. Mpaka dunia nzima na mshangaa na kumpigia saluti Trump. Pamoja na ukorofi wake, lakini kwa swala la malezi ya watoto hana nini wala nini. Hana. Nataka na sisi wote tuwe hivyo. Mtoto hakui kwako wewe baba. Wewe uko na mtoto kibaka, anakaa tu anacheza kamari tu nini, alafu anakuja, "Baba, mama naomba chakula." Na unamtazama tu. Coffee. Miaka 25 unaleta tumbo kuomba chakula kwa mama. Toka hela kunyoa ndevu na kuomba. Wewe bwana wewe. Lingine, kuna kitabia kimeanza. Na kimeanza kule kaskazini. Watu kaskazini kule. Mtoto akimaliza form 4, baba anamuita, "Njoo mwanangu." Panakaa chini. "Sikia bwana. Umemaliza form 4. Bado form 5, form 6, miaka miwili. Alafu miaka 3 ya chuo, miaka 5. Mimi bwana, kukutafutia hiyo pesa nitatafuta usome. Lakini unaonaje? Tukihesabu hizo pesa, kwa mfano kama form 5 dada na matumizi na nita gharimu milioni 2, form 6 milioni 2, na chuo tena mbili hapo. Ngapi imefika? Unaonaje hiyo pesa nikaikopa mahali tap, halafu nikakuanzishia biashara? By the time inafika miaka 5, biashara yako itakuwa sana, na jamaa zako wanaojidai wamekwenda form 5 na chuo utakuja kuajiri. Unasemaje mwanangu? Basi mtoto akisikia anasema, "Oh baba, wazo zuri hili." Sasa kuna ambao wameanza kufanya hilo. Tafadhali wazazi, pesa sio kila kitu. Elimu ina nafasi yake katika maisha ya mtoto. Tafadhali sana msiingie kwenye mtego. Naomba. Elimu inasaidia mtoto kuwa sharp katika kuona hali halisi na kuchambua maisha na kupata majibu katika matatizo ya maisha. Sio tu kwa ajili ya kuja kupata kazi, ni zaidi ya hapo. Na ikiwa amepata elimu nzuri, hata akija kufanya biashara baadaye anafanya vizuri. Kwa sababu akija kuajiri hao waliokwenda vizuri kwenye biashara zake,
Watakapoanza kumpinda mahesabu akiuliza na wewe mzee tazama sana. Kwa sababu ya inflation ndio mambo yalivyo. Sasa mjaji inflation. Hao mzee unajua, unaona pesa hii hapa ni kama haipo. Ni kweli haipo. Harmonize hii pesa mzee. Ipo tu lakini harmonize ipo. Sasa kama uelewe unasema sawa mwanangu, imepotea hiyo. Imeondoka. Tumalize. Sisi wote hapa tunapata kipato, najua kama day worker, japokuwa Kiingereza kibovu, day worker maana yake ni day work au day worker. Sasa day worker, pote jirani. Unalipa kila siku. Au unalipa kwa wiki au kwa mwezi, sawa? Lakini ndugu zangu, naomba tu tunafanya budget. Hata kama unapata kidogo vipi? Sio unaweka pesa yako mfukoni, unatembea. Ukiona viatu vizuri ulikuwa hujapanga, kijana anapenda pesa viatu. Unajaribu unaifaa. Shilingi ngapi hiyo? Unachoma unampa. Kosa, hatuishi hivyo. Au hujapanga ikitokea dharura kesho kutwa. Mtoto ameugua, mama ameugua, au wewe mwenyewe. Utatokaje pale? Hujafikiria. Kosa. Kwa hiyo unapopata pesa naomba utenge ya chakula, ya matumizi ya shule, ya kwako kidogo. Kujipongeza ni muhimu. Nyinyi wanaume mnasikia? Unapokuwa umefanya kazi sana bwana ukapata hela, Jumamosi wewe chukua mke wako, nasikia usije peke yako. Chukua mke wako, njoo Roma Complex. Sawa? Wewe utapata wine na mke wako atakunywa anachokunywa. Kama wine kidogo, kama soda, kama chai, well and good. Lakini njoo naye. Na kama watoto wapo, walete tu wakati cheze pale. Jipongeze. Lakini sio jipongeze kila siku. Tena peke yako. No please. No. Kwa hiyo hilo la budget naona ni muhimu sana. Isitokee unaishi hivi. Naomba sana. Na unapopanga budget, uwe na yale makundi muhimu ya chakula, malazi, ya shule za watoto. Na shughuli zitakazotokeza kanisani. Ndio maana wengine fungu la 10 mtoi. Unaweka mfukoni maneno baba na komba zote. Fungu la 10 huna tena. Sasa leo tunasema jamani harambee, tumalize jumbo la mapadi pale, wengine wanajikuna. Sasa zinatoka wapi? Hukuweka budget. Hunaga akiba wewe, ndio maana yake unajikuna kichwa. Basi naomba hilo liwe hivyo. Tumalize sasa na ile somo la pili angalau. La kwanza. Nabii Nathan anatuma kwa Daudi. Anamwambia Daudi, unataka kunijengea nyumba? Mimi Mwenyezi Mungu nakwambia hapana. Lakini mtoto wako ndiye atakayejenga, na kwa hilo utabarikiwa sana. Ndugu zangu, watangulizi wetu wamefanya walichoweza, lakini swala la nyumba ya mpadi nadhani waliambiwa au kupata ile wazo Mungu aliyopiga stop. Akijua ninyi kizazi hiki kinachofuata ndio wajibu wenu. Kwa na wapongezeni sana kwa kutimiza wajibu wao. Asanteni sana. Kweli mmejitahidi. Naona wote mpite pale muone. Mwenyekiti Msamavunde kwa niaba ya watu wote na viongozi wote na wapigia salute kwa wanaume wote. Kazi nzuri sana. Lakini nimeona wazi kazi si bado jamani. Niombe basi kile kiakiba ninachozungumzia kwenye budget udonyofoe hapo kidogo endelee kusupport. Na katika kuendelea na shauri tufanye hivi. Pamoja na mipango mingine ambayo wataweka viongozi wangu hawa, niombe yote ambaye anajisikia kuchangia binafsi, hata kama sio pesa, unataka kuleta kitu fulani. Let's say unaduka kwa mfano, unauza simenti. Unaona nikitoa hela mimi itakwenda kununua simenti ya jirani yangu. Nataka simenti yangu itoke hapa. Leta hiyo simenti ndugu yangu. Tutapokea kama mikono 20. Isipokuwa tu ukiamua kutuletea vitu, utuletee venye quality. Pale atuweki takataka. Simenti tunayotumia ni namba 42.5. The strongest, ile nzuri kupita zote. Kwa hiyo unataka kutuletea ndugu yangu, tuletee hiyo. Unataka kutuletea tofali sawa, njoo tutakuonyesha mahali ambapo wangitengeneza the best matofali safi kabisa.
Sio ile unapiga teke kinakuwa unga. Hiyo situlete. Tafadhali. Hata kama unatengeneza mwenyewe usilete. Basi naamini viongozi wangu wako pale wamenisikia, pamoja na walezi wangu, nione tutafute njia mbalimbali ya kusaidia, lakini hilo la mtu binafsi naomba niliseme sasa, kwa sababu tumeanza vizuri na mnaenda vizuri, na Mungu awabarikini sana. Tumsifu Yesu Kristo.